huko mbeleni, je, tunaweza tukategemea haya yanayotokea mavifo na nini, mwaka unaishaje kwa namna unavyotazama mwaka? Ndio maana nimekaa sana muda mrefu kwa kukaa kimya, kwa sababu ni mwaka ambao una maumivu mwishoni, kwa sababu tutaenda kupoteza viongozi wengi sana. Na hata mwaka jana niliwaambia viongozi waingie katika ibada sana. Unajua kiongozi ana ndugu zake na ni ndugu zetu pia. Unapoingia katika maumivu, ndugu, kuna watu wanaopoteza pengo fulani. Lakini katika mwaka ambao ni mgumu na huu mwaka tunaofuata ni mwaka wa viongozi. Tutapoteza viongozi wengi sana. Yaani tutawapoteza viongozi wengi sana. Yaani kwa kifupi viongozi tunaenda kuwapoteza sana. Kwa wanapaswa kujikita na Mungu. Wanapaswa kusali na kumomba Mungu. Unajua kuna watu ambao wakishakuwa na pesa afu wana cheo wanamsahau Mungu. Unajua viongozi wengi sasa hivi ni sasa na wanawake wengine. Unajua mwanamke anaweza date na shemeji yake, mume wake asijue mpaka kiyama, ila Mungu ajue tu, itizokea wakati akumbuki Mungu ndiye aliyempa pumzi. Kwa maana kuficha wewe binadamu, ila Mungu amuogope. Ajue tu, itizokea haina noma, lakini mmewe asijue mpaka kiyama. Kwa kuna watu ambao wanapaswa kumrudia Mungu. Yaani viongozi mwaka huu tutawapoteza viongozi. Maafa atakuwa mengi kwa viongozi. Kwa mimi ninachokiona ni maafa kwa viongozi. Kilichotokea kwa wasanii ni mipango Mwenyezi Mungu. Sio ndefu sana, japo kuna chache mbele yao na itakao waandama. Wanapaswa kubadilika wasanii wetu. Wamrudie Mungu. Unajua hamna kitu kizuri kama mtu aliyekutoa kwenye matope alafu ukatoka alafu ukamchukulia wa kawaida. Siku zote watu wanasahau kwamba mwenye gari hawezi kupaki gari akakutoa kwenye shimo, ila mwenye baskeli ataitupa baskeli atakutoa kwenye shimo.